Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu. Wewe ukae mbinguni na kuwatazama watu wako Bwana, na kuwapa kibali kikuu na kibali ya ajabu katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu kuna mahali umetutoa katika giza, kuna mahali umetutoa katika mauti, kuna mahali umetutoa katika hali zote zile zilikuwa zinatufunga na kutuzuilia Bwana Jehova Jireh, tukose kutafakari kuhusu wewe na kuinua Bwana. Ni kwa sababu ukweli ulio ndani yako watenda kazi ya ajabu na kazi jema katika maisha ya wote wale walio katika ulimwengu tulio ndani yake. Asante ni kwa kutupa umwili wa nyama ule unafanya tukaweze kupatana mmoja kwa mwingine na kuhubiriana na kutiana nguvu na kuelekezana kulingana na vile Bwana Jehova Jireh ulikusudia. Asante ni kwa sababu ya kutupa Kristo Yesu, yule aliyekuja na mwili kama ule tulio nao, naye akatenda kazi amazing grace ikawa pamoja nasi kwa kazi kubwa na ya ajabu ile aliyotenda katika ulimwengu tulio ndani yake. Aliwaponya waliokuwa wagonjwa, aliwafungua waliokuwa wamefungwa, wafu akaweza kuwafufua. Yeye ni mkamilifu na ni mtakatifu kwa yote Bwana wetu Yesu Kristo ayatenda pasipo kipimo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, wewe umejaa uwezo wote na mamlaka. Wewe umekaa katika kiti chako cha enzi, ndio uweze kutawalia kila mmoja wetu, na wingi wa utukufu wako uweze kuonekana kwa wote wale Bwana Jehova Jireh wa kuaminio. Asante Yesu Bwana wetu, ni kwa sababu ya mamlaka na nguvu na utukufu. Ribo sheke mayandara babozaya authority remosete didai contriberete didai contaribaya. My Father Jesus, hakuna kama wewe Bwana. Hili neno linaokuja ndani ya mioyo yetu, tunaamini na tunajua ya kwamba baraka yako itaendelea na kuenea na kupanuka, na tutaweza kupata kibali kikuu kunena makuu na kunena mauzia yale Bwana Jehova Jireh yatatia watu wengi nguvu, na itafanya watu wengi watoke katika mawazo yao na katika njia zao na katika kujituma kwao kuweze kukoma Bwana Jehova Jireh, waweze kutamani kutumwa nawe. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya uponyaji ule Bwana umetuponya katika miili yetu. Tulikuwa wagonjwa, tulikuwa wafu, tulikuwa watu wasiopendeka, lakini sasa Bwana umetupa kibali kikuu. Yani Bwana wetu Yesu Kristo umetusimamisha katika nafasi yako, ndio sisi wote tuweze kuitwa wana wa Mungu, wasio na mawaa na wasio na hatia yoyote. Ni kwa sababu ulitufanyia kazi wewe, hakuna kazi sisi tulioitenda. Twakuinua na twakutukuza kwa wakati huu umetutayarishia neno yako katika kitabu ya Mark 6, na Jehova tunaamini ya kwamba tutasaidika kila mmoja na tutaweza kutenda mambo yote kulingana na vile upendavyo, katika jina lako Yesu Kristo. Wabariki wote tulio nao, wabariki wote tunaenda pamoja nao katika fellowship na katika Bwana Jehova Jireh katika uinjilisti, wakati tunapotembea na kuwanenea watu wengi, kuwakaribisha watu wengi hata wakati kama huu. Bwana, ninawaombea baraka yako mfalme isitoke katika maishani mwao, isitoke katika familia zao, wasitafute kitu wakose. Iya Bwana Jehova Jireh uwainue na uwabariki kwa mambo yote, ni kwa sababu wote ni wako. Asante Bwana, asante mfalme kwa uwezo na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini, amen. Mark 6:1 neno linatuambia namna gani? Yes, neno la Bwana katika kitabu ya Mark 6:1 tutaangalia tuone 6:1 to 6 chapter 6:1 to 6. Wacheni tusome please pamoja, tukiendelea na kuwakaribisha our friends. Yeah. And he went out from thence and he came unto his own country, and his disciples follow him. Yes, number 2. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, from whence had this man this thing, and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works
a lot by his hands. Huo ndio ule mstari ninafuata. Huo ndio ule mstari nina haja nayo sana wakati tunaposikiliza. Huo ndio ule mstari ningetaka tuweze kuangalia. Wacha tusome na Kiswahili. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nani miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Hiyo ni swali watu walijiuliza wakati ule Kristo alianza kuhubiri katika sinagogi. Wacha tuendelee, lakini mstari wangu ule ninaozungumzia kupitia sana ni wa mstari wa namba 2. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Jesse, and of Judah and Simon, and are not his sisters here with us? And they were offended at him. Huyu si yule Selemara mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yese na Yuda na Simoni na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Why? Adonia. Number 4. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake wenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Number 5. And he could there do no mighty works, save that he laid his hand upon a few sick folk and healed them. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Number 6. And he marveled because of their unbelief, and he went aloud about the village teaching. Akastajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Yesu wacha nisome tu. Yesu akawatuma wale 12. Bwana asifiwe. Tukiangalia katika neno na katika mambo yale tunaoendelea nayo siku ya leo, tunazungumzia kuhusu kazi ya Bwana. Hallelujah. The secret of forgiveness of sin and being born again. So wakati huu ninapoendelea na kuongea, ninazungumza ni kwa sababu ya vile kwa vile mwanadamu katika ulimwengu tulio ndani yake tunakosa kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Tunakosa kutambua yale yanayohitajika katika maisha yetu ya rohoni. Mwanadamu wakati wowote anakosa kujitambua yeye mwenyewe. Ametoka wapi? Jambo la kwanza, ametoka wapi? Jambo la pili, nini kilisababisha aweze kupatikana ama kuonekana katika ulimwengu? Number 3, kutotambua ni nani aliyemtuma, aliyemleta ulimwenguni, aliyemuita
na akamchagua na akamfanya kuwa safi na akamweka katika ulimwengu ndio aweze kumtumia. Mwanadamu akikosa kuelewa mapenzi ya Mungu ndani yake na kutotambua mapenzi ya Mungu ndani ya moyo wake, yule mwanadamu anakuwa bure tu, anakuwa bure tu hata kuliko mnyama. Kwa nini nimesema hivyo? Sababu mnyama, wakati wowote mnyama alipo pale, watu wanajua kazi ya wanyama na faida ya wanyama. Lakini mwanadamu yeyote yule hatambui kazi yake, hatambui mahali ametoka. Na nikisema mahali ametoka, si kwa familia yenu ama kwa nchi yenu ama kwa mzazi aliyekuzaa. Hapana. Ninanena kuhusu tangu mwanzo ndio uweze kupatikana katika ulimwengu tulio ndani yake. Ulitoka wapi? Watu wengi hawajitambui. Katika kitabu ya Genesis, katika kitabu ya Genesis 1:26, Bwana akasema, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, aweze kuwatawalia wanyama. Ya mwanadamu, Mungu alimuumba kwa mfano wake. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa vile walivyo, wakiwa Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu. Akachukua mwanadamu akamuumba kulingana na vile walivyo, na akampa mamlaka na nguvu na uwezo wote wa kutawalia ulimwengu tulio ndani yake. Vitu vyote vilivyomo, mwanadamu akapewa kibali hicho. But siku ya leo tunapoongea, na sio siku ya leo tu, hata nyakati hizo za nyumaye, watu hawakujitazama kupitia jicho la Bwana. Walijitazama kulingana na vile wao wanavyotaka. Hata sasa hivi ninavyoongea, watu wengi hawajitambui kutokana na kazi Mungu aliyoifanya katika maisha yao. Watu wengi hawajitambui kulingana na vile Mungu aliandaa mwanadamu bora kuliko vitu vyote vile alivyoviumba katika ulimwengu. Mwanadamu aliumbwa akiwa bora kuliko mambo yote na vitu vyote. Vitu vyote vionekanao na macho ya mwanadamu, vitu vyote vilivyo katika ulimwengu, mwanadamu aliumbwa akiwa bora na akaumbwa akiwa mkamilifu. Katika kitabu ya Genesis 1:26. Haleluya, Bwana asifiwe. Baada ya kuumbwa kulingana na vile Mungu alivyo, pale chini tu, na nitakusomea tu jambo la kwanza. Katika hiyo Genesis 1, Mungu akamprepare mwanadamu katika hiyo Genesis 1:26. Hebu tuone na wewe pamoja. Genesis, katika kitabu ya Genesis, nakupenda sana mtu wa Mungu. Genesis 1:26, Mungu akasemaje? Akasema, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Ninaona katika huo mstari wa 26, let us make man. Man si singular, it is plural. Kwa hivyo tuumbe watu, kwa sababu hapa chini anasema ya kwamba let us make man in our image, after our likeness, and let them. Kwa hivyo si mtu mmoja, ni Adam and Eve. Bwana alinena kuwaumba, na wakati aliposema in preparation, aliprepare man, aliprepare watu, na akawatengeneza, akawaumba kulingana na vile alivyo. Tukiangalia katika Genesis 2, Mungu wakati alipotayarisha mwanadamu na akamuumba kwa mfano wake, katika Genesis 1:26,
Kuna jambo moja alifanya hapo katika kitabu ya Genesis 2 mstari wa 6. Mstari wa 6, Mungu akayanenea ardhi iweze kutoa mwanadamu yule ametayarisha pale katika Genesis 1:26. Nayo ardhi ekeruta mundu genanga muno nega kogwereria maundu mamwe ekeruta mundu ebu tuone ebu tuone 2:5 ama 5:26. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wa ardhi. Number 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Kwena domo redo menye gaine roho gaida moko todo ne roho gaida ni maitho tama ya ndrona namo todo ne roho gaida ni mwiri toyo denaguo todo ne roho. Ona Jesu riri okirete niguo ekirire mwiri wa mundu, nawe ekirire kuhitukira Mariamu niguo akamirishe kiria Ngai witu abangite kuma kiambiriria. Koguo mundu wa mbere uria wambiria gwikira mwiri ni Jesu mwathani erogoco, ti Adamu na Hawa, not Adam and Eve. Unajua kwa nini ninasema hivyo? Because Biblia inasema katika kitabu ya Revelation, katika kitabu ya Ephesians, Yesu Kristo alitolewa sacrifice kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kristo alikufa kabla ya kitu chochote ulimwenguni kuubwa. Alikufa kabla Christ, kabla ya ulimwengu tulio ndani yake kuwekwa na vyote vilivyomo ndani yake. Wakati ule tutajifundisha kulisoma neno, sisi wenyewe tutaweza kutambua mambo ya siri sana imefichwa ndani ya neno, na ndio tuweze kutambua chanzo cha mwanadamu alitoka wapi. Chanzo cha Kristo alikuwa wa roho. Baada ya muda akafanyika kuwa na mwili. Adam and Eve from Genesis 1:26 alifanywa kuwa wa roho. Na Genesis 2:6 Mungu akanenea ardhi iweze kutoa mwili, imtoe huyo Adam akiwa covered. Hallelujah. Akiwa amefunikwa na nyama. Zile nyama zilitoka katika udongo. Ardhi ilichipua vitu vyote vilivyomo katika ulimwengu. Mimea ilitoka katika ardhi. Wanyama walitoka katika ardhi. Na wote ni Mungu aliumba kwa kuongea. By speaking. Bwana asifiwe. Mambo mengine tunafaa kuyatazama na kuiangalia vyema, ndio tuweze kutambua kazi ya Kristo from the beginning at Genesis. Yale yote Musa aliyoandika. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tuko hapa, tumesoma na hiyo sasa tumemaliza. Turudi katika nafasi yetu. Nilikuwa nasema nini? Mwanadamu kwa kutoelewa yeye uhusiano wake na Mungu na kutoelewa mahali alipotoka, mwanadamu anaona tu kuzaliwa. Mwanadamu anaona tu mama, baba. Kenya, Australia, uko ndio kwetu. Hapana. Chanzo chako sio Australia.
Chanzo chako sio Kenya. Chanzo chako sio mama na baba. Chanzo chako ni yule alivyosema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na yule mwanadamu akapewa nguvu na uwezo na mamlaka ya kutawala katika ulimwengu tulio ndani yake. Huyo ndiye mtu yule ataweza kutambua na kuelewa uhusiano wake na Baba Mungu, Yesu Kristo na Roho ni mgani. Na huyo ndiyo mtu yule tena atakapotambua kazi ile Mungu kupitia mwanae aliyoifanya. Huyo ndiyo yule mtu atatambua kazi ya Kristo ile aliyofanya ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Baadaye akafanya mwanadamu yeyote yule aliye katika ulimwengu kupokea uzima wa milele, msamaha wa dhambi katika maisha yake. Huyo ndiyo atajua. Lakini yule atazamaye kuzaliwa kwake 1920 anaweza kutotambua, sababu saa ingine mawazo yake iko tu mahali pale alipozaliwa na mzazi wake. But Baba wetu, Mungu wetu anataka tuweze kutazama nyuma sana, chanzo cha ulimwengu. Na ndio mwanadamu aweze kuletwa katika ulimwengu. Alikuja kwa nia gani ilikuwa ndani ya Baba? Ni mpango gani Baba alikuwa nayo? Ndio aweze kumleta mwanadamu katika ulimwengu. Na wasitosheke tu wanyama wale aliumba wa misituni na ndege wa angani na wanyama wa majini. Hata hao wangekaa na waweze kudumu na kuweka environment ikiwa kamili. Lakini Mungu hakutulia hata kama aliumba hivyo vyote na milima mikuu na mito mikubwa. Aliweza alikuwa na mpango wa kuumba kitu kimoja kifananaye pamoja naye. Wewe ni mtu wa dhamana na mtu wa ajabu. Wewe ni mtu usiye hata wakati unapojitazama usikaweze kujiona kulingana na vile ulivyo. You are amazing. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wewe ni mtu wa ajabu. Wewe ni mtu usiye na wakati tunatambua mahali tulitoka, tunajikuta sisi hatuna mwisho. Sisi hatuna mwisho, tufanana na Baba. Kama vile Baba asio na mwisho, kama vile Mwana asio na mwisho, kama vile Roho asio na mwisho. Wale watabuae kazi ya Mungu katika mkono wake kupitia mwanae, na kuambia mtu wa Mungu, unatambua kama vile walivyo, hivyo ndivyo nilivyo. Kama vile waishivyo, hivyo ndivyo nitakapoishi katika ulimwengu nilio ndani yake, mpaka baada ya ulimwengu huu nitaishi kama wao. Nitarudi kuwa kama vile. Unajua, kuna kitu moja ninaangalia. Yesu alitoka kwa Mungu akiwa wa roho, akaja katika ulimwengu akavaa mwili wa mwanadamu. Kwa muda wa 33 years Yesu akawa na mwili kama ule niko nayo. Na wakati kama huo alikuwa katika ulimwengu, aliteseka mateso yale sisi watu wa Mungu tulio ulimwenguni tunapoteseka. Alikataliwa na watu kama vile sisi, hata sisi tuna vita na watu wengi. Tunakataliwa mpaka na wale na watu wa damu yetu. Tunakataliwa hata na chakula. Yesu alipitia huko kwote na akaweza kufaulu na akashinda mambo yote ya ulimwengu kwa kuamini neno na kupractice lile neno, kulitenda lile neno. Bwana asifiwe. Mwanadamu baada ya 33 years ama baada ya 3.5 years ile Yesu alihubiri hapa ulimwenguni, wakati alipokamilisha kazi yake ya kuhubiri, ile ilikuwa imefanya aweze kuletwa ulimwenguni. Na hiyo kazi ndio ilifanya aweze kuvaa mwili wa mwanadamu, ndio aweze kuwafikia watu kama vile tumesoma na tutasoma tena. Ndio aweze kuwafikia watu katika mwili
na kuwaonyesha watu nguvu na mamlaka walio nayo wakati kama huu wako katika mwili, na kutufundisha sisi wote kazi ile tunafaa kuifanya wakati wowote tutakuwa na mwili. Kwa hivyo kazi ile Yesu alipoifanya, hiyo ndio ile kazi tunafaa kuifanya. Ndio hata sisi tulikuja na mwili, ndio kila mmoja wetu aweze kuwa juu ya mwingine, kuelekeza na kufundisha mwingine kama vile ninavyofundisha. Yesu wakati alipokuja katika ulimwengu, alitufundisha sisi wote mmoja kwa mwingine. Yes, kupitia mababa wetu aliwafundisha, na kulingana na vile alipowafundisha, nao wakaja wakifundisha mpaka nikafikiwa mimi, mpaka siku ya leo nimekufikia wewe. Ndio niweze kukuonyesha, haleluya, upendo ulio ndani ya Baba kumpitia mwanae. Nguvu zilizokuwa ndani ya Baba kumpitia mwanae. Kwa sababu hatumtabuangi Mungu kwa kazi yake mwenyewe. Tunamtambua Mungu kupitia kazi ya mwanae. Vile mwanae anavyofanya, hivyo ndivyo naye Baba afanyavyo. Vile mwanae anavyonena, hivyo ndivyo Baba yake anavyonena. So wakati tunapomuona mwana, tunamuona Baba. Hallelujah. Wakati tunapopokea miujiza kutoka kwa mwana, kumbe imetoka kwa Baba. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwana alikuja kumkamilisha na kuonyeshana utukufu na uwezo na mamlaka iliyo ndani ya Baba. Niko hapa katika ulimwengu tulio ndani yake. Mambo ni mengi sana yale yaendeleayo miongoni mwa watu. Watu ni watu wa kuchukiana, watu ni watu wa kupigana, watu ni watu wa kuuana, watu ni watu hakuna kitu ndani yao wanasikia kikiwazuilia kutenda vile wanataka kutenda. But watu katika ulimwengu ni watu wawili. Kuna yule kwa sababu ya kuwa chini ya mamlaka ya neno la Bwana, anatabua hili ni jema na hili ni baya. Na wakati ule ubaya unapomuita, anautabua kabla ya kuingia ndani yake. Yule mwingine naye anajikuta katika ubaya ule, kazi ile isiyo jema ya ibilisi, sababu hana moyo wa kutambua mapenzi ya Mungu wake, na hata mwenyewe yeye hajitambui na hajielewi yeye mahali alipotoka, na ni nani kiongozi katika maisha yake, na anafaa kusimama katika nafasi gani. Huyo ni mtu kipofu, mtu asiyeona, mtu asiyesikia, mtu asiyetambua, mtu asiyejielewa, mtu mbaya kuliko mnyama. Huyo ndio yule mtu vile wanyama hawawezi fanya, yeye anaweza fanya. Bwana asifiwe. So ninaomba kila mtu aweze kujiuliza, mimi niko namna gani? Natambua ama sitambui? Naelewa ama sielewi? Mimi ni kama mnyama ama ni kama mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu? Sababu kabla mwanadamu asipofika katika nafasi ya kuamini, yeye na wanyama hakukuangi na tofauti. Na tena yule mwanadamu yeye anakuanga mfu wakati wowote hajapokea na hajatambua mahali alipotoka. Anakuanga mfu, dead. Anakuanga mfu. Biblia inasema hivyo. Enda ujisomee katika kitabu ya Ephesians 2. Ujisomee uone ulikuwa namna gani kabla
kabla haujatambua wewe na Mungu mmeitanishwa namna gani. Wacha turudi katika kitabu ya Mark tusome. Katika hiyo kitabu ya Mark 6:1 inasema, Kiswahili, akatoka huko akifika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Wakati Yesu alipoondoka na kufikiria kwenda na akaenda katika mji wa kwao, tunasikia neno la Bwana likituambia wanafunzi wake walimfuata. Number 2, Kiswahili, na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa. Kwa nini? Hebu jiulize, kwa nini walishangaa? Kushangaa wakati mwingine kuna kujanga kwa sababu wakati unapofikiria juu ya, tuseme juu ya mtu na jia fulani, unaweza sangaa wakati umeona vile ulikuwa unamtazama, vile ulikuwa unamfikiria, vile ulikuwa unatarajia kutoka kwake, sio hivyo amefanya. Anaweza fanya kinyume ama katika jambo baya, hata wewe usituke uulize, gai fulani yakina ameokoka. Na tena unaweza jikuta katika hiyo nafasi ya kutambua gai fulani anaweza kuwa ni mzuri namna hiyo, fulani anaweza kuwa katika maisha yake ya kiroho amefika mahali pale. Kuna mambo kuna vile tunaonana katika ulimwengu, kuna vile tunafikiriana moja na mwingine katika ulimwengu. Tuna mitamko tunatamka, mtu anajua ya kwamba fulani dada sira giangania no akorwe wagithemba kiu, fulani dada sira giangania no akorwe muthomu, fulani dada sira giangania kana nie dire sira giangania no akorwo ena oge wa muthemba ucio thiini wake. Bwana asifiwe. Sasa wakati huu watu wa kina Christ hawakuwa wanatambua Christ Yesu, hawakuwa wanatambua Yesu kwa ile njia. Walimsikia nayo, walimuona nayo siku ile aliposimama katika sinagogi. Walikuwa wanamuona katika ukawaida. They were so amazing. Bwana asifiwe. Because of the word that Christ taught them. Bwana asifiwe. Walishangaa, kwani huyu ni mtu wa aina gani? Na hili neno anaotufundisha, kwani anaweza kuwa nini iko ndani yake? Hii hekima yote alitoa wapi? Nataka kukuambia mtu wa Mungu, wakati usipofanya mambo ya ukawaida, wakati unafanya mambo isiyo ya ukawaida katika imani miongoni mwa watu, unafanya washikwe ama wapigwe na butwa. Unafanya waweze kusangaa wakijiuliza, gai tunakaa na fulani kumbe si mtu wa kawaida. Watu walikuwa wanamuona Yesu akiwa wa kawaida, wanasemaje? Na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Sababu watu wamezoea kukaa kikawaida, kukaa kulingana na vile kila mmoja wao alivyo. Kawaida ndio uko utamaduni na traditions. Watu wamefungwa na mambo mengi sana yasiyo wakubalisha waweze kutambua mambo mapya katika maisha yao. Tena watu wengi hawana revelation sababu wao
wako na vile walianza kusikia kutoka mwanzo mpaka leo wanataka kusikia hivyo. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ni mpya kila siku. Neno la Bwana Mungu analipeana na revelation mpya kila wakati. Lakini watu wataka na watamani na wanadumu katika mambo ya ukawaida. Ni kama mtu akulae ugali ama getheri kila siku. Hata wakati tulikuwa shule, getheri haikuwa inatoka kwa nyungu. Hata kama tutakula vitu zingine, getheri ilikuwa inakaa. Kukisidikana tu kukosa kitu, getheri ndio mtakula hata kama ni siku 5. Ilikuwa imebo. Hivyo ndivyo watu wengi pasipo kutambua ya kwamba hawajielewi, hawaelewi Mungu wao ni Mungu wa tabia gani. Na tukikosa kutambua tabia ya Mungu, mtu wa Mungu utakaa katika ukawaida wa kikwenu. Utakaa katika ukawaida wa familia yenu. Nyinyi wote mtafuata mtindo moja pasipo mabadiliko yoyote katika ukoo, katika familia. Tradition ule ulianza na mababu wa mababu utawapeleka na mtakuwa wajinga wapumbavu. Ni kwa sababu neno la Bwana wakati tunapolisoma linatubadilisha mawazo kila siku inatubadilisha mawazo. Na ndio wakati ule Yesu alipokuwa na mitume, kazi kubwa ile alifanya ni kubadilisha mawazo yao. Kila siku aliwapa chakula, kitu kipya. Kila siku aliwafundisha upya. Ndio waache kukaa katika tu mawazo ya kufua samaki, katika mawazo ya kuwa tax collector. Akawabadilisha, akawaonyesha kuna mambo mengine ya ajabu. Kuna mambo mengine mazuri kuliko haya. Inaweza leta faida katika maisha yenu ya hapa ulimwenguni na hata ya mbinguni. Bwana asifiwe. Watu wengi wanaishi katika nafasi moja. Watu wengi wamekatalia katika mambo moja kwa sababu wao hawaelewi na hawajui walitoka wapi na kwa nini walikuja katika ulimwengu. Wanaona ya kwamba walikuja ulimwengu tu wakuje, lakini hawajui Mungu alikuwa na mpango mwema kuwahusu. Wengi wetu tumefungilia baraka zetu kwa njia kubwa sana, na njia inaonekana kama iko na hekima, lakini ni upumbavu mtupu. Haleluya. Judas alifungilia ufalme wa mbinguni umtawalie kwa sababu ya tamaa ya fedha. Akakataa kufungua moyo wake ndio aweze kupokea kutoka kwa Kristo. Mawazo yake yote yalikuwa yanafikiria tu kuhusu fedha, vile anaweza tajirika, vile anaweza panuka, vile anaweza kushida ama kumruka mtu mwingine aweze kuwa yeye ndiye ako juu. Judas alikuwa anataka kuwa tajiri kuliko mitume. Mawazo yake yalikuwa tu katika ulimwengu. Alitafakari ulimwengu, hakutafakari kuhusu ufalme wa mbinguni. Wakati mnaona tunakaa katika nafasi moja na mahali pamoja na tumefungwa katika nafasi moja, hatutafakari kuhusu kingdom of God. Na ni mpaka watu wa Mungu tuweze kufikiria juu ya kingdom. Tuliletwa katika ufalme huu ndio tuweze kufikiria juu ya mahali tulipotolewa. Kristo ametutoa wapi kumpitia Baba? Haleluya, Bwana asifiwe. Walishangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Kwa sababu hawajui Mungu anaweza peana. Haleluya. Mtu mwenye ako gizani anafikiria yale yote yanayohitajika yatoka tu humu. Hapana, mengine yatoka bali.
mengine yatoka mbali ukiyatambua. Haleluya. Ya, amepata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu mwana wa fulani? Haya ya maajabu, amazing, ameyatoa wapi? Hii hekima alionayo, walisikia kuna hekima mpya lakini hawakuitaka. Hivyo ndivyo watu walivyo. Oi, hivyo ndivyo watu walivyo. Hata wakizungumziwa kuhusu neno la Bwana, wakiambiwa vile Yesu aliwafanyia kazi, vile wamesamehewa dhambi, wanauliza ametusamehe namna gani? Wanataka tu kutubu, wanataka tu kukaa katika mawazo yao na kupangia Mungu vile wanataka, na kutaka vile na kuomba vile wanavyotaka kila wakati. Nao wengi wamekufa pasipo kupokea, sababu hatuwezi mpeleka Mungu wala kumuongoza. Wakati walisikia vile anavyoongea, walipigwa na butwaa na kushindwa ya kwamba ametoka wapi hekima kama hii? Hivyo ndivyo inafaa watu wawe wanauliza kwa ajabu, kwa sababu yako. Huyu mama na analea watoto kama vile tunawalea, na hachoki, na akona nyumba, anaosha vyombo, anafua, na masaa fulani anakuwa ndani ya nyumba la Bwana. Huyu mama anafundisha. Huyu mwanaume hii kibali yako nacho. Ni vizuri sana kujiuliza hivyo. But wakati unapojiuliza, ukitambua yale unaouliza, chukua hatua hata wewe. Kama vile mitume wakati walipoitwa, hawakukubali kukaa mahali pale tu walikuwako mwanzo. Walikubali kumfuata, wakaenda pamoja naye. Watu wakiona Yesu mwana wa Joseph na Mariam na brother zake akina John na wale wengine wote wameandikwa hapo na sister zake, mitume hawakumuona na hiyo jicho, walimuona na jicho ingine tofauti. Haleluya. Wakati unapoangalia mwanadamu kulingana na vile unamuona juu, na kuambia mtu wa Mungu, unakuanga umeanguka. Ndaguthaitha ginyakana karukenge tiga gukona uri urakona ndoko. Yesu alikuwa anafundisha wazee ndani ya sinagogi, na hao ndio walikuwa wanaulizana, huyu mtoto ni mtoto wa aina gani? Hii hekima yote ametoa wapi? Na si huyu ni brother fulani na fulani na fulani, si ni wale wao? Si huyu ni mwana wa Joseph, yule seremala? Wanamtazama katika familia, wanamuona na ango uko familia. Ide no ti family yanga ni amwangi area eretwa ne dutu oyo nake umana na kodeino wa family yo. Ide ati andu aria ide ati bare ya Karioki aria theni aya nari uyo agura ngari ati lekwe tiga kuona oguo rona na ritho, tiga kuigua guo endaga kuigua. Hawakumtazama Yesu kwa njia ya uungu, walimtazama kama mwanadamu wa kawaida. Wakati walipokuwa wanamsikiliza yeye, maneno yale yatokao katika kinywa chake, walisangaa, wanaulizana, hii hekima yote ametoa wapi? Hata wewe hiyo hekima unayo, hiyo hekima unayo. Ukitambua yeye Christ
ukimtambua na ukiamini hiyo kazi aliyoifanya msalabani, hiyo hekima yote imo ndani yako. Kwa nini? Wakati Yesu alipokufa akatoka ndani ya mwili, aliingia ndani yetu. Ndikani uranyita. Wakati ule Kristo alitoka mbinguni akakuja akavaa mwili wa mwanadamu, wanyama tuliandamana pamoja naye kisawa sawa, lakini hekima iliyo ndani yake wakati huo wakina Petro hawakuwa wameipokea. Alikuwa anawaelekeza na kuwafundisha ndio waweze kutambua hiyo hekima. Lakini wakati Kristo Yesu alipokufa akaondoka katika mwilini, wakaacha kumuona physically, neno linasema alipofufuka tuliingia ndani yake, naye akaingia ndani yetu. Na ndio John 15 inatuambia kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, asiyekaa ndani yake na yeye ndani yako hautazaa. Kwa hivyo wakati ule tunafaa kutambua revelation iliyo ndani ya neno, ndio tuweze kutambua kazi ya Kristo vyema. Na wakati ule Kristo alitoka katika ulimwengu, alienda wapi? Kristo hakwenda mbinguni. Alienda mbinguni na akamaliza kazi yake, lakini akawaambia mitume, na nitakuja kwenu kukaa pamoja nanyi. Nitakaa pamoja nanyi. Wapi? Hapa. Yesu yumo ndani yangu. Kwa hivyo kazi yoyote inahitajika, jambo lolote linalohitajika, analifanya akiwa ndani yangu. Kwa wakati huu niko katika mwili, Yesu yu ndani yangu na mimi ndani yake. So kazi ninayofanya ni yeye afanyaye ndani yangu. Yeye ndiye ananiongoza, yeye ndiye ananipeleka. Naye wakati ule watu wale walikuwa wanashangaa na kuulizana, huyu naye nani alikuwa anafanya hiyo kazi? Baba. Kwa sababu katika kitabu ya John anasema ya kwamba yale yote msikiao nikiyanena ni yale nimeyatoa kwa Baba. Yale yote mnaona nikiyafanya ni yale Baba afanyavyo. Oh, hallelujah. Yesu hakufanya yake, alifanya ya Baba. Hata wakati walikuwa wanamkataa, walikataa Baba. Ukimchukia Yesu, umechukia Baba. Ukimkataa Yesu, umekataa Baba. Sababu Yesu ndiye mfano kamili wa vile Baba alivyo. Ukiignore Yesu, umeignore God. Hallelujah. Walimkataa katika kijiji chao. Neno linasema ya kwamba hakuweza kufanya miujiza mikubwa katika kijiji hicho chao, sababu walimuignore. Walikataa kumwamini. Uko hakuponya watu, aliponya tu watu wachache. Kwa nini? Kwa sababu ya kuangalia Christ katika utu. Yenyewe walitambua ako na hekima. Yenyewe walitambua si mtu wa kawaida, lakini hawakutaka kupokea kile kilikuwa ndani yake. Hivyo ndivyo hata makanisani. Watu wamejaa makanisani, lakini hawapokei mambo ya Mungu kama kazi ya Mungu. Wanaipokea kama ni mambo tu ya kawaida. Hallelujah. Hawapokei kazi ya Kristo katika nafasi ya spiritual. Wanaipokea kimwili, na chochote kiguzanao na kimwili kiko na mwisho for a season.
kidogo alafu inatoweka. Kama vile mwili utatoweka, kama vile wa Kristo ulitoweka, hivyo ndivyo hata sisi kitu chochote tunachokipokea kimwili kitatoweka. Lakini kile kilitangulia mwanzo kitadumu. Na ndio Yesu hata wakati ule alikufa, mwili ndio uliangamizwa, lakini moyo wake na roho wake ndani yake ilirudi katika nafasi yake. Ndio leo tunasema Kristo Yesu ni eternal being. Sisi tunafaa kuelewa twamuiga Yesu, na kama vile Yesu ni wa umilele, hivyo ndivyo nasi tulivyo wa umilele. Lakini ni nani ataipokea hiyo kama tunakataa kupokea kazi yake ile alivyoifanya? Kazi aliyoifanya ni kazi ya jema na kazi ya kudumu. Wakati walikuwa wanapomtazama, walikuwa wanasema, si huyu ni mwana wa Joseph? Huyu ule ibetiki mwana kile kia Judufu getagwo Yesu. Na noe Biblia yugete ate Yesu aheirwo ritwa riega gukira maritwa mothe, na matiratambura ritwa riu ni riega na ri iguru ria maritwa mothe, iko juu ya majina yote. Hivyo ndivyo Biblia inasema katika kitabu ya Ephesians. Yes, alipewa jina kubwa na jema kuliko majina yote. Hallelujah. Lakini hawatambui. Si huyu ni ule mtoto wa seremala, wa carpenter. Si huyu baba yake ni carpenter. Si hata yeye ninamuonaga akitengeneza sturu na mesa. Si hata alinitengenezea. Haijalishi nini kiko ndani yake, nini kimefichwa ndani yake. Ndani yako wewe ni nini kimefichwa hicho? Hautaki kitambulike kama vile Yesu alitambulisha. Yesu alitambulisha. Wewe yako nini unafaa kutambulisha? Hekima iliyo ndani yako kupitia neno la Bwana ndio tunahitaji. Tutiane nguvu, tufundishane mmoja kwa mwingine. Kama vile mtu akisomea tailoring, mwingine anasomea uendeshaji wa ndege, mwingine anasomea uendeshaji wa magari. Hauwezi mtambua yeye ni driver, hauwezi mtambua yeye ni tailor kama hajachukua machini na kuanza kuisonga ama kufanya hiyo kazi amesomea. Akikaa na hiyo kazi ndani ya moyo wake na akili zake, hata tabulika. Yesu alitambulisha kingdom of God sababu hiyo ndio ilikuwa ndani yake. Huko ndiko alikuwa ametoka, hiyo ndio alikuwa ameisomea. Yes. Na wewe mtu wa Mungu unatambulisha kile umekisoma, your career. Na kila mtu anatambua ya kwamba ya fulani amesomea hii. Naye Yesu alitambulisha yale yalikuwa ndani ya moyo wake, ya kutoka wapi? Kingdom of God. Yesu hakuna ya ulimwengu hata moja aliweza kuyazungumzia, sababu yeye si wa ulimwengu, kwake ni mbinguni. Wakati ule mimi na wewe tutatambua sisi na Kristo tulitoka mahali pamoja, tuliumbwa katika mfano moja. Tutazungumzia hata kama tutakuwa na makaria zingine, mambo mengine tumeyasomea, tutaweka hiyo ya ufalme mbele kuliko vyote. Tutafanya biashara, lakini hatutafungilia kazi ya Mungu ikose kuendelea, kwa sababu hiyo ndio chanzo cha kazi ya Mungu, ndio aweze kuumba ulimwengu, ndio aweze kutujulisha na kutufundisha yote yale tunayohitajika kuyafanya katika ulimwengu. Mwanadamu umechaguliwa na Mungu ndio aweze kukuongoza na kukupeleka na rhythm yake, speed yake, lakini sio wewe uweze kumsonga Mungu na kumpeleka na your rhythm. Hapana, Mungu apendezwi na hiyo jambo.
Mungu anapendezwa na yule mtu anajua ya kwamba mimi ni kazi ya mkono wa Baba. Yesu alijua yeye ni kazi ya Baba yake. Alikubali kufuata mapenzi na mauzia na moyo wa Baba yake. Na sisi tunafaa, sababu tumeumbwa kwa mfano wao. Tena ametutoa katika maafa na akatutoa katika kifo na ujeuri wote wa ulimwengu. Tunafaa tumuige yeye. Na tukimuiga yeye, hali yote katika ulimwengu, yote inukao kinyume na mapenzi yetu, tutaweza kuikomesha. Sababu aliye juu ndani yetu ni mkubwa kuliko yule aliye nje. Bwana asifiwe. Lakini watu hawakumpenda, watu hawakumsikiliza, watu hawakutaka kujua yeye ni nani, ametoka wapi, na kwa nini hiyo hekima. Walikaa tu na yeye. Na ndio Isaiah 53 inaongea kuhusu yeye hana umbo. Watu hawakutaka kujua. Hawakujali hata kama ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu namna gani? Na tunajua mama yake, na tunajua baba yake, na tunajua brothers and sisters, na tunaelewa baba yake ni carpenter. Mariamu alikuwa ameolewa na carpenter. Kwa hivyo akina Jesus wakati walipozaliwa walifuata tabia ya familia yao. Na Yesu akawa carpenter hata yeye. Alijengea watu viti na meza. Yes. Na sio vibaya. Lakini alikuwa na siri ndani ya moyo wake. Wakati walipokuwa namsikiliza, wanasidwa, hii amazing grace imetoka wapi ndani yake? Yani walisikia mambo mazito, mambo makubwa, kwa sababu walimtazama katika nje. Wakati wowote utatazama kitu na ukifafanue outside, hautapata answer. Wakati utafika utakibia utoroke. Lakini wakati utakapokitazama katika hali ya kiroho, utakidumisha, sababu kina faida kubwa sana katika maisha yako. Mama mmoja alikuja kwangu, akaja ndio niweze kumuombea. Akaniambia, pastor, niko na miaka, niliolewa na niko na 22 years. Na mimi sijapata mtoto. Mimi nimekuja, akaniambia, mimi nimekuja kwako uniombee. Mimi nataka kitoto hata kama hakina miguu na hakina macho. Tu, sikia kile alikuwa anataka kiondoke. Tu hii jina watu wananiita tasa liniondoke. Ngemwera, we nduri thata. Kristo ndari atuika thata. Na wewe umutoketie, ngemuthomera kiugo. Nilimsomea neno. Nikamsomea neno, akafika katika kiwango ya kujiona yeye na Kristo ni mmoja. Na akaamini ya kwamba Kristo akiwa ndani yake, Kristo si tasa. Na hana jina, na hana hata maubile, na hata jina ya kuitwa tasa. Nikamwambia, haya ndio tunafaa kuamini. Sisi na Kristo tumefanyika kuwa mmoja. Na Kristo alifungua walio matasa, alifungua waliokufa, waliofungwa, alifufua waliokufa. Wote walio viziwi na viwete aliwaponya. Wewe, hiyo shida yako ikubwa kuliko leo hii tuko na wewe. Leo ena twana tutatu, 3 children. Kristo wakati tunapomtambua vile alivyo, na tukitambua ya kwamba yu ndani yetu namna gani na ni kazi gani anayoifanya, tusimfananishe na sisi wenyewe.
wewe mtu wa Mungu utafurahi na utashangaa kwa utukufu na mapenzi yake. Neno lile litokao ndani ya Kristo wakati aliyo ndani yako ni mambo ya ajabu na ya kushangaza watu yakiyasikia. Ukifungua mdomo wako tu hivi, sio wewe unenavyo, lakini Christ ananena mambo ya ajabu. Praises and amazing grace. Mambo makubwa, mambo isiyo na mtamko katika midomo ya mwanadamu wa kawaida. Kwa hivyo wakati tuko ndani ya kanisa na wakati tuko pale tukisikiliza neno la Bwana, tusisikilize neno la Bwana katika ukawaida, sababu ndani ya ile neno la Bwana liko na hekima kubwa sana, liko na utajiri wa ajabu wa rohoni na hata wa mwilini. Lile neno hakuna wakati linababua. Lile neno linafanya watu wasiokuwa na umoja waweze kurudiana, kupendana na kuwa umoja pamoja, sababu ni neno lijengao, ni neno lifanyao kazi ya kuunganisha familia pamoja, kuunganisha taifa pamoja, kuunganisha watu wote katika kijiji, matowns pamoja, na waweze kuwa kila mtu ni mlinzi wa yule mwingine. Haleluya, Bwana asifiwe. Alizunguka huku na kule akifanya hiyo kazi. Mwadhani ya roho. Masaa yangu imekwisha, but tomorrow kesho tutaweza kumalizia na ujumbe wetu, ndio tuweze kujiona na kujitambua katika uso, jicho la Kristo, jicho la neno. Tuache kujitambua na kujielewa katika mawazo yetu vile tunavyojiona. Gaida lio dwage kugiria. Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu na hawezi kuzuilia ubarikiwe, na hawezi kukuzuilia mambo ifanyike katika maisha yako. Anakupenda na upendo usio wa kawaida. Kwa hivyo asubuhi ya leo nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo, hali tumefika. Kesho tutaendelea, kesho tutafanya kazi ya Mungu. Wakati huu kuna nuru. Giza ikikuja hatutaweza kufanya. Giza ikikuja sitakaa chini ati niweze kunena, kwa sababu sitaweza. Lakini kwa wakati huu nuru imeng'aa. Wacha nitende kazi ya Bwana pamoja nawe. Ubarikiwe sana. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa. Asante ni kwa sababu umetuelekeza, umetufundisha, umetuinua, umetufungua, umetufanya mambo yote Bwana kulingana na mfano wa jambo na kusudi lako la siku ya leo. Asante ni kwa sababu kunaye ataondoka hapa akiwa na nguvu ya ajabu ya kutenda kazi kulingana na vile wewe Bwana umwelekea isavyo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Tukitoka na kwenda kazini tunazosifanya za mikono yetu, wale wengine wakienda kuhubiri door to door, one on one, fellowships, churches, mahali popote Mfalme, naomba neema yako iandamane pamoja na wao. Watu waulize, si huyu ni mtu yule tunajua, kama vile waliuliza kuhusu Yesu. Waulize na watake kujua na waamini kile kilio ndani yake ni chema kuliko kile walipokuwa wanakifikiria katika umwili. Asante Mungu wetu na Baba wetu
kwa uwezo na kwa utukufu na kwa mamlaka. Wewe ndiye kibirio na wewe ndiye nguvu zetu na uwezo wetu wote. Asanti, uongozi wako ndio twaomba uweze kututangulia, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, amen.